Bana, miaka 30 ya Bongo Flava, nimepata nafasi ya kupiga story na Fid Q. Mambo vipi? Mambo poa, mzima? Mzima. Unyama? Unyama mwingi mpaka unamwagika. Bana, miaka 30 na mpaka sasa ukizungumzia Fid Q akiingia studio, bana ni noma. Wewe umewezaje? Nafikiri ni kwa lugha nyepesi, nafikiri labda nilizaliwa kufanya hiki kitu. Nafikiri ndio maana imewezekana. Na upo toka mitandao haipo na mitandao ipo. Tofauti yake ikoje na unaizungumziaje na kule mlipotoka? Well, tofauti yake ni kwamba kwenye zama hizi za mitandao hivi sasa, kama unajua kuitumia vizuri, hauhitaji kuwa chini ya record label ili utoke, hauhitaji kusumbuka kuhusu masuala ya studios na nini. Vitu vyote unaweza kumalizana navyo kupitia simu yako. Unaweza kurekodi katika simu yako, ukatengeneza beat kwenye simu yako, ukajirekodi, ukashoot video katika simu yako, ukaiupload kwenye simu yako na ikawafikia watu kupitia simu yako tu. Kwa hiyo hauhitaji kwenda huko. Kwa hiyo ndio maana moja ya vitu ambavyo vinanishangaza mimi ni kuona msanii mpya wa kizazi hiki sasa hivi cha utandawazi tena ambao umeongezewa na AI kwa maana ya akili mnemba, analalamika kwamba watu wanambania. Ni jambo la ajabu sana, kwa sababu light wangejua namna kuutilize vyema hizi social medias na hii teknolojia mpya kama AI na vinginevyo, they would have been far by now. Kwa hiyo sisi zamani hatukuwa na hivyo vitu vyote. Nikitaka muziki mpya inabidi nisafiri kutoka kwetu Ilala mpaka Posta, kwenda kununua album mpya, naingia katika daladala, narudi na waza nitafika saa ngapi nyumbani nikasikiza huo muziki mpya. Sasa hizi album mpya zinatoka naipata kwenye simu, tunaingia kama ni Audiomack au Spotify au Apple Music au YouTube, naingia naangalia. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna advantage kubwa kwenye huu utandawazi, namna ambavyo umekuwa na vitu kama hivyo, na tofauti na zamani studio kuwa hamna. Studio unakuta mji mzima kama Dar es Salaam una studio 2 au 3. Zote ziko mbali, moja iko Masaki, nyingine iko Temeke, nyingine iko Ilala au Bagamoyo huko. Na maproducer wachache unakuta 4, 5, 3 hawana muda na mtu wako fully booked kila siku. Kwa hiyo unakuta una ngoma yako unataka kurekodi, lakini mwezi mzima hujapata appointment. Siku hizi unaenda studio, watu wanazo studio mpaka mavyumbani mwao siku hizi. Kwa hiyo tulikotoka ni huko na hapa ndipo tulipo, na tunashukuru kwamba tumeweza kufanikiwa ku experience analogia na sasa tuko digitali ambao tunajua sio kingamuzi tu. Mimi nataka uniambie, unajua unakuta uko zako sehemu ya maybe sherehe, kuna ngoma ambazo zinapigwa. Unajua wasanii wa sasa wakitoa ngoma inaweza ikasurvive kwa kipindi kichache, alafu unasikiliza ngoma, ukisikiliza mara nyingi unakuja unaichoka. Lakini tukija kwenye ngoma kama la Chidi Benz likipigwa lazima unanyenyuka. Hivi tofauti yake ni nini? Tofauti ni kwamba muziki mwingi wa zamani tulikuwa tunarekodi baada ya kuwa tushafanya mazoezi sana majumbani kwetu kabla tujaenda studio. Siku hizi naona wasanii wengi wanaenda studio, wanakuta kuna beat, anachukua karatasi na kalamu, anaandika hapo hapo, afanya rekodi hapo hapo. Wengi wanatengeneza ngoma nzuri, ni ukweli, lakini huwa sishangai baada ya kuona ngoma nzuri ile baada ya siku 5 kuwa unaona ya kawaida, kwa sababu nafikiri kama ambavyo imechukua haraka kutengenezwa ndivyo wanachukua haraka kumtoka mtu, au mtu kuikinai masikioni. Nakumbuka mimi nilikuwa naona watu kama niko studio MJ, nilikuwa naona bendi kama Msondo Ngoma wanakuja kurekodi, unakuta ngoma moja wanarekodi siku nzima. Mtu akikosea neno tu wanaanza upya wote kama bendi, kwa sababu huko kuna studio kwa chukua take moja tu. Kwa hiyo mnatoka mmefanya mazoezi miezi 6 kwenda kurekodi ngoma moja tu. Mwenzenu akikosea chochote mnaanza upya, kwa sababu hamna take nyingine. Ndio maana vile vitu unavisikia mpaka kesho vinakukonga moyo, kwa sababu watu ilibidi sasa waimbe kutoka moyoni. Yes. Na ushauri kwa kizazi cha sasa cha Bongo Flava? Kama ambavyo wanachukua muda kwenye kuandaa videos, unakuta video anaitengeneza kwa siku 2, 3, anaenda anaiangalia, anasema hapa kuna kipande kimepungua kaongeze. Nafikiri wafanye hivyo hivyo kwenye audio. Audio sio kitu cha kutengeneza mara moja unaacha nacho, afu video ndio kuinvest. Video wanakuwa kutazama tu kwenye picha pale, lakini audio ni muziki wako ambao unabakia milele. Na mara nyingi watu waga hawaoni sana video, huwa wanaona wanasikiza audios. Kwa hiyo perfect sana yako kwenye hiyo audio ambao ndio haswa inalenga kwenye kupromote wewe kama msanii, na ndio future yako ipo huko zaidi kuliko unavyofikiria kuhusu masuala ya visuals. Ijapokuwa seeing is believing, kuona ni kuamini, lakini katika muziki kusikia zaidi ndio uaminifu na kwa mkubwa zaidi. Basi umetisha sana. Tuko pamoja, vitisho viendelee. 10 Julai Mlimani City, 30 ya Bongo Flava kinaenda kuwaka. Please be there. Karibu sana. Okay.